Kuanza kuingia kwa teknolojia ya magari ya umeme katika nchi yetu kumeanza muda kiasi. Uwekezaji huu ambao unakuja nchini katika kipindi hiki, naona ni uwekezaji mkubwa ambao sasa utaleta mapinduzi makubwa katika eneo la magari ya umeme kwa huduma za usafirishaji hapa nchini. Mpaka sasa hivi tunakadiria kwamba tuna magari kati ya 5,000 yanayotumia nishati ya umeme nchini sasa hivi. Ukiongezea na bajaji na bodaboda, tuna vyombo vya usafiri kama 10,000 ambavyo vinatumia umeme. Lakini tunaamini kwamba tuko katika wakati sahihi wa kuongeza idadi ya vyombo vinavyoendeshwa na umeme, na wawekezaji hawa waliokuja wamekuja wakati mwafaka sana, wakati ambapo tunaona bei za mafuta katika soko la dunia zinapanda. Gharama ya kuendesha chombo cha umeme, kwa mfano, ukiwa na gari ya umeme inatumia 85% pungufu kuliko gharama ya kuendesha kwa mafuta. Yaani kwa lugha nyingine, kama kwa mfano ungeendesha gari yako ya mafuta kwa shilingi 100,000, ukitumia gari ya umeme utaiendesha kwa shilingi 15,000. Kuna urahisi mkubwa sana wa gharama unapotumia umeme ukilinganisha na kutumia mafuta. Kwa hiyo gari za umeme hizi, na kwa teknolojia ya hawa watu, ina uwezo wa kuchaji na kutembea kilomita 300 kabla hujachaji tena. Kilomita 300 ni nyingi sana. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tukienda na teknolojia hii tutaleta urahisi mkubwa sana katika maisha ya watu, lakini pia tutakwenda kwenye eneo la mazingira, kwa sababu gari hizi hazina emission yoyote, hazitoi moshi wowote. Kwa hiyo tutaenda eneo pia la kuboresha sana mazingira, na ni teknolojia ambayo inakubalika mahali popote kwa sababu ya usafi wake. Kwa hiyo sisi katika Wizara ya Nishati tumejiandaa. Kwanza kabisa, mnafahamu kwamba nchi yetu inazalisha umeme wa kutosha. Sasa hivi tuna install capacity yetu, au tuseme uwezo wetu wa mitambo ya umeme ni megawati 4,500 katika nchi yetu, ambayo ni kubwa. Uwezo huo ni mkubwa zaidi kuliko nchi zote za Afrika Mashariki. Sisi ndio tunaoongoza, na bado tuna mipango mingine ya kuendelea kuwekeza kwenye uzalishaji wa umeme. Kama mlimsikia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akitoa maelekezo kwetu kwamba anatarajia tuweze, au ametuelekeza tufikishe megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030, na tayari tumeanza mipango ya kufikisha hizo megawati 8,000. Kwa hiyo tukiwa na megawati 8,000 ifikapo 2030, nchi yetu itakuwa iko mbali sana, na tutakuwa tumewaacha mbali sana wenzetu. Lakini hatuwaachi tu kwamba tunashindana, tunawaacha kwa sababu tunaona maendeleo yanayokuja, uchumi unavyokuwa, mahitaji ya umeme yanavyoongezeka, na majirani zetu kadhaa tayari wameomba kununua umeme kutoka Tanzania. Kwa hiyo tunaamini ni uwekezaji muhimu. Lakini tunapoanza kuwa na teknolojia kama hizi za magari ya umeme zikija nchini, tunadhani ni wakati mwafaka kuongeza uzalishaji umeme ili kuweza kukidhi mahitaji yatakayoongezeka kwa vyombo kama hivi vitakapojitokeza. Labda tu niseme kwa sasa hivi na kwa hali ilivyo, hata magari haya ya umeme yanapokuja, tunao umeme wa kutosha wa kuweza kuendesha magari haya, na ili kuwezesha teknolojia hii nchini, tutaweka maeneo ya kuchaji hayo magari sehemu mbalimbali za nchi. Kumbuka sisi tumesambaa nchi nzima. Kwa hiyo tayari tumeanza mipango ya kuhakikisha maeneo mbalimbali yana sehemu za kuchaji, ili kama mtu anasafiri kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam, anaweza kuja akafika Nzega akakuta charging station akachaji gari yake, wakati anapata chakula cha mchana gari ikawa inachaji. Akatoka pale akafika Dodoma akachaji gari, akatoka pale akifika Morogoro akuta charging station. Emmanuel Kazimoto ni mkurugenzi wa Dowelef Auto EV ambao ni wamiliki wa Zera brand kama mnavyoiona hapa. Leo hii ni siku muhimu sana kwetu kwa kuwa tunafanya uzinduzi wa brand yetu ya Zera pamoja na gari letu la ZMEV Z6 kwa ajili ya
watu wetu wa Tanzania waweze kuona namna gani ambavyo tunaweza kubadilisha sekta ya usafirishaji kuwa ni sekta bora na sekta inayojali mazingira na kwa gharama nafuu sana ya shughuli ya uendeshaji. Zera ni brand yetu na kampuni hii imesajiliwa mwaka 2025. Ni kampuni ambayo ni wakala wa uingizaji na utengenezaji wa magari ya umeme hapa nchini. Magari yetu yanatoka China na mpango mkakati wetu ni kuanza kuyaingiza kwa mara ya kwanza, lakini baadaye tunaanza kuyatengeneza kwa hapa Tanzania. Tumeshapata hati ya uwekezaji kutoka Tanzania Investment Center TISEZA sasa hivi, na kiwanda chetu kitakuwa pale Kibaha baadaye. Kwa hiyo hatua hii ya kwanza ni ya uingizaji na usambazaji. Hatua ya pili tutaleta vipuri. Sasa kwa Kiingereza tunasema ni SKD, semi knockdown. Alafu tutakuwa tuna assemble haya magari hapa ili kuweza kuhamisha teknolojia ije hapa, kupunguza gharama za kumiliki hii gari, kwa sababu wakati wa kuleta tutalipa kodi ya uigizaji, lakini pia tutaleta ajira pamoja na teknolojia, na tutaleta foreign exchange, export ya magari kwenda nchi za jirani zinazotuzunguka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.